Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kiliripoti tukio la kupotea mikononi mwa jeshi la polisi mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa wa Iringa Ibrahim Myovela. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, walisema kwamba taarifa kwa umma kuhusu kukamatwa na baadaye kupotea mikononi mwa polisi kwa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Iringa ndugu Ibrahim Myovela. Tarehe 10 Februari 2026, ndugu Ibrahim Myovela pamoja na wenzake Suleiman Fumangwa na Ali Kalolo walikamatwa na jeshi la polisi na kushikiliwa katika kituo cha polisi Iringa mjini tarehe 17 Februari 2026 walipoachiwa kwa dhamana. Hata hivyo, tarehe 18 Februari 2026 walirejea katika kituo cha polisi Iringa mjini kwa ajili ya kuripoti kama ilivyo masharti ya dhamana yao. Cha kusikitisha na cha kushangaza ni kwamba tangu walipoingia kituoni hapo kuripoti hawajaonekana tena. Jeshi la polisi linadai kutofahamu walipo, licha ukweli kwamba mara ya mwisho walionekana wakiingia katika kituo hicho kwa ajili ya kutekeleza masharti ya dhamana. Tunalitaka jeshi la polisi kutoa taarifa ya haraka kwa ndugu, jamaa na marafiki kuhusu mahali walipo ndugu zetu hawa pamoja na sababu za kushikiliwa kwao iwapo wanashikiliwa. Ilikuwa ni taarifa kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuhusiana na madai ya kupotea mikononi mwa jeshi la polisi mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa wa Iringa. Jeshi la polisi mkoa wa Iringa limetoa ufafanuzi kufuatia taarifa zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zikidai kupotea kwa mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa wa Iringa Ibrahim Myovela mwenye umri wa miaka 33 aliyedaiwa kuwa mikononi mwa jeshi la polisi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Alan Bukumbi alisema madai hayo si ya kweli na kwamba watuhumiwa hao walitoroka na kwa sasa hawapo chini ya ulinzi wa polisi. Wengine waliotajwa ni Asajila Anthony miaka 33, Anthony Mwasika miaka 29 na Ali Kalolo miaka 26. Kwa mujibu wa kamanda Bukumbi, Myovela alikuwa anakabiliwa na tuhuma za kuhamasisha maandamano na kuchapisha maudhui ya uchochezi dhidi ya serikali kupitia mitandao ya kijamii, akidaiwa kufanya hivyo kwa lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Aidha, alidaiwa kuhusika na kuhifadhi vijana waliojulikana kama watoto wa mbwa wanaotuhumiwa kupanga hujuma dhidi ya miundombinu ya serikali ikiwemo mali za TANESCO na kutishia usalama wa vyanzo vya maji. Kamanda huyo alieleza kuwa Oktoba 24, 2025 Asajila Anthony mkazi wa Ihemi alikamatwa kwa tuhuma za kuchapisha maudhui ya uchochezi kupitia akaunti yake ya Facebook itwayo Mnyakyusa Mpinga Utekaji. Aliongeza kuwa Myovela mkazi wa Ipogoro alikuwa akitafutwa kwa tuhuma za uchochezi kupitia makundi ya WhatsApp ikiwemo M4C Ruha aliyodaiwa kulisimamia. Aidha, Februari 10, 2026 Myovela alikamatwa pamoja na Mwasika na Kalolo kwa tuhuma za kumshambulia Benito Avinashi. Watuhumiwa walipata dhamana Februari 17, 2026 na kutakiwa kuripoti kituo cha polisi Februari 18, 2026, lakini hawakuripoti baada ya kubaini kuwa mlalamikaji huyo alikuwa amefariki dunia. Jeshi la polisi limesema linaendelea na msako kwa tafuta kwa tuhuma za mauaji na limewataka wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwao.